mimi nitakuwa tofauti kidogo. Mimi nitakachomwambia ni kwamba ausikilize moyo wake. Unajua mapenzi hayashauriwi. Ni kitu ambacho ni ukweli mchungu ambao watu hawapendi kusikia. Mimi ambacho nakiona kipo kwenye mahusiano, hata umshauri namna gani mtu, inawezekana wewe ukaona ule ushauri mwenzako ameufuata, lakini hakuufuata kwa muda huo, ila moyo wake ulikuwa unamsukuma kufanya kile ambacho wewe ulitaka akisikie. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba kinachoamua ni moyo wa mtu kwamba afanye nini kwa muda huo. Kwa sababu kwa mfano, wewe haijawahi kutokea kwamba unatamani rafiki yako fulani aachane na mwanamke fulani kutokana na tabia mbaya ambazo unaziona nazo yule mwanamke. Lakini unamwona rafiki yako hawaelewi, hawasikii na wako wanaendelea na maisha yao na they are happy kabisa kuliko nyinyi mnavyofikiria. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba mapenzi si biashara. Mapenzi si elimu kwamba unaweza kumshauri rafiki yako kwamba tusome HJK. Kwa hiyo mapenzi ni kitu fulani ambacho hakiingiliwi. Kwa ndo maana nasema kwamba ni kutokana na experience tofauti ambazo tunakutana nazo kwenye maisha. Kwa hiyo mimi cha kumshauri rafiki yangu, tamwambia tu moyo wako unakwambia nini. Na huwa ni swala langu na ilishawahi kutokea. Yes, shawahi kutokea kabisa kwenye little situation. Rafiki yangu anakuja anakueleza kwamba bana, mimi napitia changamoto 1 2 3 hiki na hiki na hiki. Cha kwanza mimi ambacho namwambia tu, moyo wako unakwambia nini kwa sasa? Mimi naumia kaka. Najisi kama siwezi kuendelea. Acha. Endelea na maisha yako. Kaka, mimi naona yule mwanamke nampenda. Siwezi. Endelea naye, kwa sababu hata nikikushauri umwache, wewe moyo wako hauwezi kumwacha.